Yesu roho isipotee, hii roho isipotee. Yesu napanda mbegu katika roho Bwana, napanda mbegu Bwana ya wokovu kwa jina la Yesu. Bwana akaache kuuza pombe tangu leo, akaacha ulevi tangu leo, akatubu na kuacha kweli kweli kwa jina la Yesu. Namfungua na mtia muhuri wa roho Bwana tangu leo kwa jina la Yesu. Namtakasa wewe wote kwa jina la Yesu. Pokea neema Yesu tangu leo hii, pokea neema Yesu Kristo aleha kwa jina la Yesu mwokolewa. Tangu leo ukaacha ulevi, sawa sawa. Tangu leo ukaacha nini? Wacha nini? Wacha kabisa, sawa. Yesu yupo atakusaidia. Endelea pia akuomba watu wako wanafanya kibaya, sawa. Amen. Mwingine aje tuombe. Mwingine aje tuombe. Aje mwingine. Kabla uchafu wale njoo tuombe kwa jina la Yesu. Utaacha kila pombe na sigara. Mwingine aje. Angalia mgonjwa aje. Njoo mwingine. Mungu awasaidie sana. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu apewe sifa, wakazi wa Nyasa. Yesu na asifiwe tena, wakazi wa Nyasa. Najua mmesikia neno na nataka nitimishe tu kwa kukusalimia japo kwa neno kidogo, na kisha nitakuaga jioni leo, na kesho tutakuwepo mapema zaidi tukimhubiri Yesu aliyekufa na kufufuka. Unaposikia sauti hii, ni sauti ya watu ambao tumetumwa tukuletea habari njema. Nataka niongee na wewe jambo moja ambalo Mungu ameniwekea moyoni mwangu jioni leo. Nataka niseme na wewe mkazi wa Nyasa, naomba tu nisikilize vizuri na kisha utaelewa. Kitabu cha Yohana sura yake ya 3 na mstari wa 16. Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii. Ninaomba tu kama unasikia sauti hii utakuwa unarudia maneno haya na itakuwa ni baraka sana. Sema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Nataka nikwambie maneno machache. Sababu kuu ya Yesu Kristo kuja duniani, wakati ule Mungu alichungulia dunia, akaitazama dunia. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe mtumishi wa Bwana, naona imekaa vizuri. Wakati ule Mungu alipochungulia dunia, akaiona dunia imejaa kila anasa za kila namna. Akaona kuna watu wametekwa na uchawi, akaona kuna watu wamerogwa na magonjwa, akaona kuna watu wameteseka na taabu ambazo hakuna mwanadamu anaweza kuleta suluhisho katika maisha yao. Akawahurumia sana wanadamu, akatuma malaika waweze kuwakomboa wanadamu, lakini misheni yake haikufanikiwa. Alifanya hivyo wakati wa Nuhu, akaokoa watu 8, lakini wengine wakaangamizwa. Akatuma malaika wale wakaenda kwa Lutu, wakaokolewa Lutu na mke wake alipogeuka akawa nguzo ya chuma. Lakini Mungu kwa sababu ana upendo, akaona mateso yanaendelea, dhambi zimeongezeka, wala kuna mtu ambaye anafikiri kumtafuta Mungu. Ndipo Mungu akaamua yeye mwenyewe ashuke ili aweze kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu aliyeshuka kuweza kumkomboa mwanadamu. Ukimkubali Yesu, maisha yako yanakuwa salama.
Nataka nitangaze kwa wakazi wa Nyasa ya kwamba kwa maana jinsi hii, kwa sababu kuu hii, kwa upendo wa kipekee Mungu aliupenda ulimwengu. Ni pendo la ajabu mkazi wa Nyasa, ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akajitoa msalabani, akakubali mateso ya aibu, ili aweze kuvunja laana, aweze kuvunja urefi, aweze kuvunja dhambi, aweze kuvunja kila kazi ya Shetani. Na leo namtangaza Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa Bwana asiyebadilika. Ukimpokea siku ya leo, maisha yako yatabaki kama yalivyo. Ni kweli unaenda kanisani, lakini wewe ni shahidi, bado unatembea na irisi, tena unayo irisi kubwa. Nakupa pole kwa sababu dini yako haijakusaidia. Ni kweli unaenda msikitini vizuri, lakini bado unafuga mashehe, dini yako haijakusaidia. Nataka nikwambie yuko Yesu Kristo. Ukimpokea jioni ya leo, mkazi wa Nyasa, ana uwezo wa kugeuza maisha yako. Ni kweli unaenda kanisani vizuri, tena unasali sala zote na umeshikilia vitu. Nataka nikwambie msalaba utaweza kukusaidia. Chochote kinachoshikika hakiwezi kukusaidia. Yuko Mungu aliyekufa na kufufuka. Yuko Yesu aliyekufa na kufufuka. Natangaza habari zake jioni leo. Ukimpokea Yesu, ndiye mwenye uwezo wa kukusaidia. Nataka nikwambie jioni leo ni wakati wa kumpokea Yesu, kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Nataka nikuonyeshe pendo la ajabu la Mungu, ya kwamba wanadamu wote walikuwa katika dhambi, tena wamesubiria hukumu ya Bwana. Watu wote walikuwa kwenye dhambi, tena wanasubiria hukumu ya Bwana. Lakini Mungu akaona, kwa sababu nawapenda watu, sikubali mwanadamu apotee. Maana aliona mbingu ni nzuri, akaona jehanamu ni mbaya, ndipo akashuka ili aweze kuokoa wanadamu. Nataka nikwambie jioni leo, natangaza habari za wokovu. Ndio unaenda kanisani vizuri, lakini bado mwanamke unasuka, ni dhambi itakupeleka jehanamu. Kwa sababu hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ni kweli unaenda kanisani vizuri, lakini bado unachepuka. Kwa sababu hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa Yesu Kristo ili ukimpokea maisha yako yawe safi. Nisikilize, hakuna dawa ya dhambi, hakuna pesa inatosha kuondoa dhambi, lakini kwa damu ya Yesu Kristo. Jioni leo ukimkubali Yesu, angalia historia ya maisha yako. Hebu fikiri kama ukifa leo, fikiri unaongea na watu leo. Nimefika kijiji hiki, wakati naingia malango ya mji huu, nikakutana watu wanatoka msibani, wameongozana wengi. Yule ndugu aliyezikwa, huenda hata wewe ulihudhuria msibani. Hakujua siku ya leo atazikwa, hakujua siku ya leo watu wataomboleza kwa ajili yake. Alisikia habari hizi akazipuuzia, lakini baada ya kufa hakuna toba. Nataka nikwambie jioni leo, kama utamkubali Yesu, hautaogopa kifo, kwa sababu kufa ni kukata rufaa kutoka kwenye mateso ya dunia na kuingia kwenye uzima wa milele wa mwana kondoo. Nataka nikwambie mbingu ni nzuri sana na jehanamu ni mbaya. Nataka nikutahadharishe, wenda dini yako haijakwambia, lakini nataka nikutahadharishe ya kwamba jehanamu ipo na mbingu ipo. Ndiye jioni leo ukubali msamaha na upendo wa Yesu aliyofanya pale msalabani ili uweze kusamehewa dhambi zako. Ziko dhambi nyingi sana. Wanawake kuvaa suruali ni dhambi. Wanawake kutopoa masikio na kuweka hereni ni dhambi. Wanawake kujichukua ni dhambi. Wanawake kuolewa ndoa ya pili ni dhambi. Wanaume kuoa wanawake zaidi ya moja ni dhambi. Nataka nikwambie, kama upo unasikia sauti hii na unategemea ushikwe kwa heshima, na kuambia utashikwa kwa heshima na jehanamu utapokelewa kwa heshima. Wingi wa dhambi zako utakufanya uweze kupokelewa kwa heshima jehanamu, na utapelekwa VIP ya jehanamu kwenye mateso makali. Lakini ukimkubali Yesu jioni leo, utapokelewa na malaika wa Bwana. Ukimkubali Yesu jioni leo, utapokelewa na malaika wa Bwana. Biblia inaniambia kulikuwa na tajiri moja, na alikuwepo Lazaro aliyekuwa maskini. Wote wakaishi, wote wakala vyakula vizuri, wote wakaishi nchi moja, wote wakapewa kila mmoja muda wake wa kuishi. Lakini ulipofika muda wa kufa, Lazaro akafa, akapokelewa na malaika. Lakini yule tajiri baada ya kufa akapokelewa na mapepo yakamvuta kuzimu. Fikiri leo kifo utapokelewa na nani? Fikiri leo kifo utapokelewa na nani? Nataka nikwambie, kwa maana jinsi hii
Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Binti unanisikia, uko hapa, hujaolewa lakini bado unachepuko na shida. Dhambi hiyo itakupeleka jehanamu ukifa leo. Ni heri utubu, umrudie Bwana. Na wewe unanisikia, uko hapa, wenda una mchepuko, ni heri utubu leo. Wewe mchawi, tubu, Yesu anakuita. Kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda walevi, Mungu akawapenda wazinzi, Mungu akawapenda watu wote wenye haki na wasio haki, ili waweze kuokolewa. Mbingu sio ya walokole, mbingu ni watakatifu waliokubali kutakaswa dhambi zao na Yesu Kristo. Mbingu ni ya watakatifu, wala sio ya dini fulani. Hatuhubiri dini, tunamhubiri Yesu aweze kukusamehe. Kazi wa Nyasa jioni leo umepewa neema ya kusikia habari hizi ya kwamba Yesu anahitaji maisha yako. Nilipoingia nikasikitika sana, ninaona watu wanatoka msibani wana majonzi. Swali langu likaja kichwani, je, huyu mtu alimalizaje mwendo wake? Wenda alikufa katika dhambi, wenda alikufa katika haki, lakini kama hakumpokea Yesu. Tunapoongea muda huu habari zake ni mbaya sana. Tunapoongea muda huu mateso anayopitia ni mabaya sana. Wewe ugeuke utubu, weze kumgeukia Bwana na mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa kwako. Nataka nikuonyeshe jioni leo ya kwamba watu wafanywa anasa kama hizo hawawezi kuingia kwenye uzima wa milele. Watu wanaovaa namna hii, watu wanaweka makeup, watu ambao wanavaa red, watu wanaovaa nguo fuko nake, misuko aina zote, hamtaweza kuingia kwenye uzima wa milele. Wanawake mnaotembea mmevaa suruali, hamtaweza kuingia kwenye uzima wa milele. Wanawake mnaotembea mmevaa vimine, vitamimina jehanamu. Heri leo tubu, mrudie Bwana. Wanawake mnaotembea mmebana matiti kuvutia wanaume, nataka niwaambie leo ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana, la sivyo hautaweza kuiona mbingu. Yesu anakuita jioni leo, tubuni basi mrejee, tubuni basi mrejee. Binti umeumbwa vizuri, lakini umejikopoa. Nataka nikwambie bado iko neema ya Yesu Kristo ya kutubu, iko neema ya Yesu Kristo.